Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa majina naitwa Apostle Justin Semba wa huduma ya The Lighting of Jesus Miracle, mwanga wa Yesu wenye miujiza. Na leo tena imekuwa ni siku nyingine kabisa ambayo nimekuja kukufungulia kodi. Nimekuja nikupe siri, vitu ambavyo vimejificha kabisa. Leo nakufungulia kodi muhimu kabisa, kodi ya Mheshimiwa Josephat Gwajima, au unaweza ukamuita askofu, au unaweza ukamuita mneki, au unaweza ukamuita mbunge wa jimbo la Kawe. Lakini leo pia nitamzungumzia Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli. Na leo ninaenda kukufungulia kodi ya vitu vilivyojificha juu ya Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima pamoja na Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli. Bila shaka utakuwa ulishawahi kusikia kwamba kuna watu ambao wana uwezo wa kusafiri katika muda. Na hiyo teknolojia hata sasa hivi ukiweza kuGoogle utaambiwa ya kwamba ina mpango wa kuja kutumika mwaka 2050, ndipo watu watakuwa wana uwezo wa kusafiri katika muda. Yaani mtu unasafiri unakwenda mwaka 2054, unasafiri unakwenda mwaka 2030, unasafiri kwenda mwaka 2031. Yaani unasafiri ili kwenda kushuhudia yale ambayo yanaweza kutokea katika miaka ya mbele. Lakini pia ukiamua unaweza ukasafiri kurudi nyuma. Na hii vitu vimekuwa ni professional sana sasa hivi, watu wanasema wanaenda kisayansi, lakini manabii wengi tumekuwa tukisafiri katika muda. Hii ni neema ambayo kila mmoja amekuwa akipata kwa namna yake. Kuna mtu mwingine anaweza kutabiri ya kwamba Simba na Yanga watafungana 2-2. Kuna mwingine anaweza katabiri ya kwamba Simba leo anafungwa. Kwa hiyo ni kusafiri katika muda. Ni neema tu ya Mungu Roho Mtakatifu ambaye anaweza kutufunulia mafumbo ya namna mbalimbali. Leo nataka niende nikakwambie ya kwamba Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli aliweza kusafiri katika muda. Aliweza kusafiri katika muda. Unaweza ukaniuliza ni kwa namna gani alisafiri katika muda? Kama unakumbuka, Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli alikuwa ana vipenzi vyake. Unapomzungumzia Msukuma, leo yupo ndani ya bunge. Unapomzungumzia Paul Makonda, mbunge wa mkoa wa Arusha, unazungumzia watu ambao walipendwa sana na Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Lakini ilikuwa ni ghafla sana, kwa hali ya kushtukiza, kwa kumpenda Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima. Kama unakumbuka, katika kampeni za mwaka 2020, Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli aliwahimiza wananchi wa Kawe ya kwamba naomba mniletee Askofu Josephat Gwajima. Naomba mniletee Askofu Josephat Gwajima. Neno hili alirudia kama mara 4 hivi. Ila haujajua ni kwa nini aliweza kulirudia neno hilo mara 4. Unajua, Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli alikuwa ni mzalendo wa taifa hili. Alikuwa ni mtu ambaye anaweza kujua huyu ni mzalendo, huyu sio mzalendo. Na kwa kule kuwahimiza wananchi wa jimbo la Kawe kusema kwamba wamletee Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima, ni kweli alimaanisha kutoka moyoni. Na hata ukizingatia ya kwamba kula za Mheshimiwa Askofu Josephat Gwajima hazikutosha ili kuweza kugombea ubunge katika jimbo hilo, lakini kutokana na kauli ya Rais Mheshimiwa hayati John Pombe Magufuli, Askofu Josephat Gwajima leo hii amekuwa mtetezi na watu wanamsifu.